Kitabu cha Efeso 2 mstari kuanzia wa 5. Nitasoma. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa maana ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwenye Waefeso 2 mstari ule wa 5 anakwambia nitarudia. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo ukisoma mara nyingi vitabu vya Paulo huwa anaongelea sana neema na imani, kwamba baada ya Yesu Kristo, mnayemwita Yesu Kristo kuja, wokovu wetu sasa ni kwa neema. Na ili wewe uhesabiwe haki lazima uwe na imani. Kwa hiyo hatuishii kwenye neema tu, lazima mtu uwe na imani. Imani gani? Lazima kwanza unatakiwa uamini nabii zilizoandikwa kwenye Biblia. Watu wanasema kwamba kanisa limejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na humo ukijumuisha sheria. Kwa hiyo Paulo anapokuambia kwamba tumeokolewa kwa neema, haimaanishi kwamba sheria zimefutiliwa mbali. Hamna. Paulo anaposema tumeokolewa kwa neema anamaanisha nini? Paulo anaposema tumeokolewa kwa neema anamaanisha tu kwamba kinachoanza ni neema ya Kristo, alafu matendo ndio yanafuata. Matendo ni nini? Matendo ni mtu unavyojitahidi kuzitunza sheria kwa uwezo wako wote. Ndio tunaenda kwenye ile sheria inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, kwa maana hiyo ndio amri kuu. Kwa hiyo Paulo anaposema tumeokolewa kwa neema sasa anamaanisha nini? Paulo anaposema tumeokolewa kwa neema anamaanisha kwamba neema inakuwa juu ya sheria. Unapopokea habari njema za mnayemwita Yesu, kinachoanza kwanza ile kuisikia habari njema, hiyo ni neema. Ukisha kuja ukaelekezwa haya mambo yanaendaje, ndipo utaanza kujitahidi kuhakikisha unatunza sheria. Kwa mfano wa sheria ni kwamba usizini. Makanisani wanawaambia sheria zimepitwa na wakati, au agano la kale limefutiliwa mbali. Huo ni uongo. Hauwezi ukasema umefutilia mbali agano la kale au sheria zimefutiliwa mbali, halafu nyumbani kwako mtoto wako unamwambia asifanye uasherati. Wewe utakuwa mnafiki. Moja kati ya sheria ni kwamba hauruhusiwi kufanya uasherati. Hasa wewe unapoenda kanisani unawafundisha watu usiibe, hiyo ni sheria. Kwa hiyo nitaendelea. Mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja adhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake wetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Paulo anaendelea kukwambia kwamba mstari wa 5 kaanza anasema kwa maana tunaokolewa kwa neema. Lakini ukishuka mpaka mstari wa 5 Paulo anazidi kukwambia tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Imani ni nini?
Imani ni kuwa na hakika wa mambo yajayo ambayo yanakuja kwa kusikia, ikiwemo neno la Mungu. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu linajumuisha kila kitu kilichoandikwa kwenye Biblia, ikiwemo sheria. Kwa mfano, kwa akili ya kawaida, mtu anayekwambia sheria zimepitwa na wakati na anakwambia tuko juu ya sheria, huyo ni muongo. Kwa sababu sheria haziwezi kupitwa na wakati. Sheria ndizo zinazojenga taifa. Sheria ndizo zinazojenga familia bora. Wewe ukiwa baba wa familia yako, utataka kumuona mtoto wako anajifunza kuiba. Au utataka kumuona mtoto wako anajifunza kuiba mashamba ya watu. Tutaenda kuona baadhi ya sheria ili tuweze kuangalia kwa undani, je, hizo sheria zinaweza kufutwa? Ukiwa baba ya familia yako, utataka kumuona mtoto wako anavaa ovyo. Hizo ni moja kati ya sheria. Kwa hiyo turudie tena Waefeso 2 mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ukienda kwenye imani, nakwambia imani huja kwa kusikia. Kwa mfano, mimi ninavyokuambia Mungu amekataza usizini, hapo nimekuhubiria neno la Mungu, umesikia kwamba Mungu anakukataza usizini. Baada ya hapo sasa wewe utaanza kujitahidi usizini. Hiyo ndo tunaenda kwenye imani bila matendo, hiyo imekufa. Imani bila matendo, hiyo imekufa. Na anakwambia tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunasema matendo unapata imani, alafu imani unapata neema. Kinachoanza ni neema, tunakuja imani, alafu matendo. Maana ya matendo ni nini? Kwa mfano, wewe unasema unamwamini Mungu, halafu uonyeshi matendo. Moja kati ya matendo ni kuhakikisha kwamba wewe haumkosei Mungu yule unayemwamini. Moja kati ya matendo ni kuhakikisha haufanyi uasi. Kwa sababu anakwambia dhambi ni uasi. Na uasi ni nini? Uasi ni kukiuka sheria. Kwa hiyo wewe unaposema unamwamini Mungu, hautataka kumkosea yule Mungu unayemwamini. Kwa hiyo tunaanza, umepata neema ya kusikia neno la Mungu. Baada ya hapo imani. Kwa sababu Biblia inakwambia imani, Mungu humpa kila mtu imani kulingana na kipimo chake. Kwa hiyo imani ni kama vile zawadi Mungu ambaye anatoa kwa watu wamwaminio. Unapokuwa na imani, utahubiri ili kuwafikishia ujumbe, habari njema watu wengine nao waamini. Hiyo ni imani. Unapoamini kwamba mimi naweza nikaenda kuhubiri na watu wakalipokea neno na ukaenda kweli, hiyo ni imani. Unaonyesha imani yako kwa matendo. Lakini wewe unaposema mimi naweza nikahubiri watu wakaokoka, lakini hauonyeshi matendo, hiyo imani yako imekufa. Kwa hiyo Paulo alipokuwa anasema tunaokolewa kwa neema, alafu akaendelea kufafanua, anakwambia tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ukienda kwa James anakwambia imani bila matendo, hiyo imekufa. Kwa hiyo hapa tunaona kuna vitu vitatu. Kuna neema, kuna imani, alafu matendo. Matendo ndio sheria. Unapoambiwa kwamba usizini, karibu bwana. Unapoambiwa usizini na kweli uko unajitahidi usizini, unaonyesha imani yako kwa matendo. Ni rahisi tu kiasi hicho. Kwa hiyo tunaenda kwa waraka wa Yakobo. Kwa hiyo waraka wa Yakobo, kwanza tusome waraka wa Yakobo moja moja. Yakobo, mtumwa wa Mungu wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika, salamu.
Kwa hiyo kitabu cha Yakobo kilikuwa kimeandikwa kwa makabila 12 ya Israeli yaliyotawanyika. Na ndio Biblia ilikuwa imeandikwa kwa ajili ya watu hao. Kwa hiyo tunaenda kufafanua kwamba mtu anaokolewa kwa neema, na neema huja kwa njia ya imani. Alafu anaendelea kufafanulia imani inakuja kwa njia ya matendo. Matendo ni nini? Matendo ni wewe kujaribu kwa nguvu zako zote kumtumikia Mungu wako ili usimwasi. Unapomtumikia Mungu wako unakuwa unafanyaje? Unakuwa unakwepa kuasi. Unapokuwa unakwepa kuasi unakuwaje? Unakuwa unafuata sheria za Mungu. Kwa hiyo nitasoma tunaenda kusoma waraka wa Yakobo 2 mstari wa 14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Kwa hiyo tumeona kwenye Waefeso 2:5 kwamba mtu anaokolewa kwa neema. Lakini tukija kwa James anakwambia hiyo neema au imani lazima iambatane na matendo. Wewe tu huwezi ukasema tumeokolewa kwa neema, wewe amini utaokolewa, amini, huo ni uongo. Tuseme umeamini utaokolewa lakini hauonyeshi matendo. Matendo, mojawapo ya matendo ni nini? Matendo, kwa mfano labda Biblia imekwambia usizini. Wewe unafanya juhudi usizini kweli? Hapo imani yako ndio inakuwa hai. Kwa mfano wewe huwezi ukasema tu mimi siwezi kuzini, alafu hapo unaenda sehemu wanakojiuza wanawake. Wewe unakuwa ni mjinga. Hapo imani yako haikusaidii. Kwa hiyo imani, matendo na neema vyote vinaenda sawa. Tutaendelea. Tutaendelea kusoma chini. Ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke juu na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Kwa hiyo Biblia inakutolea mfano. Kwa mfano, watu wamekuja kwako wana mahitaji labda ya nguo. Wewe unawaombea hapo, unawaambia nendeni, imani yenu itawafanya, karibu bwana, imani yenu itawafanya mpata hizo nguo. Biblia inakwambia hiyo haifai. Hiyo imani haina matendo. Na unaambiwa imani bila matendo hiyo imekufa. Kwa hiyo tuendelee mstari wa 17. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Kwa hiyo Biblia inakwambiaje? Imani pasipokuwa na matendo hiyo imekufa. Na ukirudi kwa Efeso 2:5 anakuambia tumeokolewa kwa njia ya neema. Lakini Biblia ikaendelea kukwambia neema, tumeokolewa kwa njia ya neema inayokuja na imani. Ukienda kwa waraka wa Yakobo anakuambia imani bila matendo hiyo imekufa. Unaposema hivyo tunamaanisha nini? Kwa mfano wewe unapomwamini Yesu unaelekezwa kwamba kuna vitu vya kufanya, usizini au usifanye hivyo. Kwa hiyo unatakiwa kuweka matendo ili wewe usizini. Usiwe tu na imani kwamba mimi sitazini alafu kukaa hivyo hivyo. Kwa hiyo inakurudisha kwenye sheria. Tunatunza sheria kwa njia ya neema na imani. Pale ambapo sheria
inafika ukomo, neema ndio inaanzia hapo. Kwa hiyo turudie vizuri ili tuone. Waefeso 2:5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa njia ya neema, kwa neema. Kwa hiyo Biblia inamaanisha nini hapa? Inamaanisha pale sheria ambapo inafika mwisho, neema ndio inaanza. Hii ni kitabu cha Mathayo 5, nitaanzia mstari wa 14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi. Tuseme wewe umemwamini Kristo, yuko ndani yako. Sasa sisi hiyo inatusaidia nini? Unatakiwa uonyeshe matendo yako. Hiyo ndio taa. Unaambiwa kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu, na mtu hawashi taa akaiweka chini ya kitu. Unapowasha taa unaiweka sehemu fulani ili kila mtu aone. Kwa mfano watu, wewe unapookoka unaenda kusali kanisani. Kule kanisani mnasali labda familia 10, hizo mnajuana miaka nenda rudi. Sasa hiyo inatusaidia nini sisi? Hiyo ni sawa na unawasha taa alafu unaenda kuiweka chini ya kitu. Kwa sababu mnapokuwa pale kanisani mnahubiriana nyinyi mnaojuana, familia fulani. Je, watu walioko mtaani wao wanahubiriwa na nani? Hiyo ndio kuwasha taa, unaiweka chini ya kitu. Biblia inakwambia vile vile kwamba Mungu hakai kwenye hema zilizojengwa na mikono ya watu, ikiwemo makanisa na nini. Ndio maana Mungu akawaambia enendeni mtapanda kama hapa. Hapo ndipo unawasha taa alafu unaiweka kila mtu aone. Hiyo ni moja kati ya mifano michache ya kuonyesha imani yako. Sasa tuseme wewe umempokea Kristo kwenye mkutano wa Injili, alafu baada ya hapo ukaanza kwenda kanisani kimya. Ile toba yako haijazaa matunda. Tunaposema toba izae matunda, tunamaanisha unatakiwa uonyeshe matendo ili tuone imani yako kwamba haijafa ndani yako. Tutaendelea. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Biblia inasema kwamba nuru na iangaze kwa watu wapate kuyaona matendo yenu mema. Ili wewe uwe tofauti na mtu ambaye haamini, inatakiwa uonyeshe matendo. Na matendo ni nini? Sheria. Uwezi ukatuonyesha neema yako. Neema yako inakaa moyoni mwako. Ndio maana wanasema imani pasipo matendo hiyo imekufa, kwa sababu sisi hatuwezi kuona imani yako ndani yako. Unatakiwa uonyeshe matendo, utakao tujue fulani kweli ameokoka. Kwa nini? Hazini, haongei uongo. Kwa hiyo tunarudi kwenye sheria. Sheria hazijafutwa. Kilichobadilika tu ni kwamba mtu hauokolewi kwa sheria, unaokolewa kwa neema. Pale sheria inaposhindwa, neema ndio inaanza. Tutaendelea. Yesu anakuambia mstari wa 17, msizani ya kuwa nalikuja kuiangua Torati au manabii.
Unakuta kuna watu wako serious wanakuambia Agano la Kale limepitwa na wakati, tena wanasema limepitwa na wakati. Sijui hiyo ni fashion ya nguo au ni nini. Unaposema Torati au sheria imepitwa na wakati, je, hiyo ni fashion ya nguo? Kinachopitwa na wakati ni hivi vitu vinavyotengenezwa na material, lakini sheria inakupa uzima. Unaposema kwamba wewe usizini, na usipozini utapata kuishi, lakini ukizini unaweza kukamatwa huko, ukapigwa, ukapata magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo Mungu alipotupa sheria, inamaanisha sheria ni uzima na sheria ni za milele. Ndio maana unaambiwa hauwezi ukatengeneza taifa pasipokuwa na katiba. Katiba ni nini? Katiba imetolewa kwa zile sheria za Mungu. Kwa hiyo kanisa linao au mchungaji anakuambia sheria zimepitwa na wakati, hilo ni liongo. Tena ingekuwa zamani hilo linapaswa kupigwa mawe. Ingekuwa zamani Israeli mtu kama huyo anapigwa mawe kabisa. Tuendelea. Yesu anasema msidhani ya kuwa nalikuja kuiangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hiyo huyu anayeitwa au mnayemjua Yesu anakwambia hata mbingu na nchi vipite, hakuna hata yodi moja ya Torati itakayoondoka. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hakuna siku utaamka usikute mbingu na nchi. Kwa hiyo Torati au sheria itaendelea kuwa pale pale. Kwa hiyo turudi kwenye vitabu vya Mwanzo. Tuanze Kutoka 20 mstari wa 2. Msiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbingu wala kilicho chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa hiyo Biblia inakwambia Mungu ni Mungu mwenye wivu. Kwa maana anakwambia usiabudu sanamu nyingine yoyote. Kwa maana Mungu ni Mungu mwenye wivu, na yeye Mungu huwahukumu wale wanaomchukia. Wewe unawezaje kumchukia Mungu? Mtu unaweza kumchukia Mungu kama ifuatavyo. Hii ni Yohana Mtakatifu 14 na 15. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Na Mungu anasema kwamba huwaadhibu wale wamchukiao. Kwa hiyo watu wanaomchukia Mungu ni watu gani? Ni wale ambao hawazishiki amri zake. Kama wewe hauzishiki amri za Mungu, wewe ni adui wa Mungu. Na Mungu anasema atapatiliza
uovu wako juu ya wana wako. Kwa hiyo tunaenda kusoma Mambo ya Walawi 19. Nataka tuangalie baadhi ya sheria alafu tukaone kweli, je, hizi sheria zinaweza kupitwa na wakati? Kama watu wanavyosema kwamba sheria zimepitwa na wakati. Tutasoma Mambo ya Walawi 19 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli waambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana wenu Mungu wenu ni mtakatifu. Kila mtu na amchaye mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msigeukia kuandama sanamu, wala msijifanyie miungu ya kusubu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi hapo mtakapomchinjia Bwana sadaka ya amani, mtaisogeza ili kwamba mpate kukubaliwa. Nitaruka mstari wa 12. Msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Bwana la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo Biblia inakuonyesha hapa na kuonyesha baadhi ya sheria zilizoandikwa kwenye Torati. Unaambiwa kwamba msiape. Biblia inakuambia kwamba msiape. Kwa hiyo tunaendelea kusoma Mambo ya Walawi 19:12 inakwambia msiape uongo kwa jina langu,
hata ukalinajisi jina la Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo nakuonyesha baadhi ya sheria hapa ili tuone kwamba hizi sheria bana hazikufutwa. Tunaenda tena kwenye Mathayo mtakatifu 5:34. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala cha nchi, kwa maana ndipo pa kuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndipo mji wa mfalme mkuu. Kwa hiyo tumeenda kuona Mambo ya Walawi 19:12. Biblia inakwambia usiape. Ukienda tena kuangalia Agano Jipya, Yesu alikuwa anawaambia msiape wala kwa mbingu hata kwa nchi. Tutaendelea kusoma. Maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi, bali maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Kwa hiyo hapa nipo na kusomea baadhi ya sheria ili tuone kwamba sheria hazijapitwa na wakati. Sheria sio fashion ya mabutu, kwamba mabutu haya yamepitwa na wakati, sasa hivi tunasuka mabutu mengine. Sheria ni maisha. Sheria ndio inatengeneza jamii. Sheria sio mtindo wa nguo kusema kwamba siku hizi hatuvai batiki. Sheria inaishi milele. Na tumeenda kuona baadhi ya sheria kwenye Kumbukumbu la kwenye Mambo ya Walawi 19 hapa. Tunaona anakuambia usiape. Acha kweli yako iwe kweli, hapana yako iwe hapana. Kuna haja gani ya kuapa? Usiape kwa jina la Mungu wala kwa kitu chochote. Na ndio yenu iwe ndio, hapana yenu iwe hapana. Hiyo tunaona ni sheria ambayo na Yesu mwenyewe aliirudia. Tuendelea. Usimdhulumu jirani yako wala kumnyang'anya mali yake, ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Kwa hiyo tunaona moja kati ya sheria moja tumeona kwamba usiape. Tukaenda kuona Agano Jipya, Yesu tena anakuambia usiape, acha ndio yako iwe ndio. Mstari wa 13 tunaona usimdhulumu jirani yako. Sasa watu wanaokuambia sheria imepitwa na wakati wanamaanisha nini? Sheria haiwezi kupitwa na wakati. Biblia inapokuambia usimdhulumu jirani yako, wewe unawezaje kusema sheria imepitwa na wakati? Kwa hiyo unamaanisha umdhulumu jirani yako kwa sababu tunaishi kipindi cha neema? Hamna. Wanaosema tunaishi juu ya sheria, unawezaje kuwa juu ya sheria? Unawezaje kuwa juu ya sheria hata juu ya katiba huko? Katiba yenyewe ni sheria. Baba yako anapokuambia usirudi saa 3 za usiku, hiyo ni sheria. Tolee mfano, baba yako anapokuambia mwanangu usirudi saa 3 za usiku. Unaposema uko juu ya sheria ya baba yangu, unamaanisha kwamba unaweza kurudi kuanzia saa 3 za usiku na kuendelea. Kwa hiyo unaposema uko juu ya sheria, unamaanisha kwamba sheria hazikufungi tena, unaweza kufanya kitu chochote unachokitaka. Paulo alipokuwa anasema hatuokolei kwa sheria, tumekombolewa, alikuwa anamaanisha tu kwamba kinachoanza ni neema, alafu baadaye imani, baada ya imani kuna matendo, na yale matendo inajumuisha sheria. Unaposema wewe umeokoka, tunakwambia basi kama wewe umeokoka unatakiwa ufuate taratibu za wokovu, kwamba usidhulumu jirani yako. Hiyo ni sheria. Na hayo ndio matendo ambayo unatakiwa uonyeshe ili tuone kwamba huyu mtu ana imani. Itaendelea 14. Mambo ya Walawi 19:14. Usimlaani kiziwi wala usitie kwazo mbele ya kipofu, bali umche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo tunaona sheria nyingine ni kwamba usimlaani kiziwi.
Kwa hiyo mtu anayekwambia sheria zimepita na wakati, huyo ni muongo. Sababu kwenye sheria tumeona usiape, usimdhulumu jirani yako, usimlaani kiziwi. Unaposema wewe uko juu ya sheria unamaanisha nini? Ina maana wewe unaweza kumdhulumu nani kiziwi kwa sababu tunaishi kipindi cha neema? Hamna. Sheria zipo na zitadumu milele. Naenda mstari wa 17. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usimchukie dhambi kwa ajili yake. Moja kati ya sheria nyingine ambazo wachungaji wanasema zimepita na wakati, nasoma kutoka Kumbukumbu Mambo ya Walawi hapa 19. Anakuambia kwamba usimchukie, narudia, usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Kwa hiyo mtu anapokuambia tuko juu ya sheria anamaanisha nini? Usimchukie ndugu yako. Na kwa hiyo ya kumchukia ndugu yako tunaenda tunaipata tena kwenye Mathayo Mathayo 5 mstari wa 22. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira inampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampata jehanamu ya moto. Kwa hiyo tunaona zile sheria ambazo mnaambiwa zimepita na wakati ndizo hizo Yesu alikuwa anafundisha. Unaendelea 18, Mambo ya Walawi 19:18. Usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo moja kati ya sheria nyingi tulizosoma, unaambiwa umpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo wewe unapokuta mtu anakuambia tuko juu ya sheria, huyo mtu usimuelewe. Unaposema uko juu ya sheria inamaanisha sheria haziwezi kukufunga. Wewe unawezaje kuwa juu ya sheria ya kumpenda ndugu yako? Hicho kitu hakiwezekani. Lazima uwe chini ya sheria ya kumpenda ndugu yako ili uweze kumpenda. Sheria inaposema umpende ndugu yako, sasa hapo neema inakujaje? Swala la kumpenda ndugu yako ni swala la wewe kufuata sheria, kwamba unatakiwa umpende ndugu yako. Hiyo ni sheria ambayo ipo. Na usipompenda ndugu yako, wewe unahesabika kama muuaji. Na Biblia inaendelea kusema usipompenda ndugu yako naye muona, wawezaje kumpenda Mungu ambaye umuoni? Kwa hiyo swala la kumpenda ndugu yako hilo halijumuishi neema. Hilo ni swala la kufuata sheria na utaratibu. Kwa hiyo tunaporudi kwa Paulo sasa, anasema Waefeso 2:5, anasema tumeokolewa kwa neema. Anamaanisha nini? Kwa sababu tumeona sheria nyingi bado zipo, hazijafutwa. Anaposema tumeokolewa kwa neema, sio kwa sheria, anamaanisha kwamba pale sheria itakaposhindwa, pale neema ndipo inapoanza. Sio kwamba sheria imefutwa. Pale sheria itakaposhindwa ndipo neema inapoanza hapo. Kwa mfano, swala la kufutiliwa dhambi kwa kutoa sadaka ya kuteketezwa ambayo ilikuwa ni kondoo, hiyo ilishindwa kuwaletea ukombozi wana wa Israeli. Kwa hiyo sheria ilikuwa na ukomo wake. Ndiyo maana kukawa na neema, lakini haimaanishi kwamba torati imefutwa. Hata Yesu anakuambia alikuja kutimiliza. Maana ya kutimiliza sio kuondoa,
ni kumalizia. Kitu kinapokuwa nusu, wewe unakuja kukitimilizia, it means unakimalizia. Itaendelea. Hii 19, mambo ya Walawi 19:19. Mtazishika amri zangu, msiwaache wanyama wako wa mfugo wakazaana kwa namna mbalimbali. Usipande shamba lako mbegu za namna mbili pamoja, wala usivae mwili mwako nguo za namna mbili zisizochanganywa pamoja. Kwa hiyo tunaona kwamba hizi sheria zitaendelea kutumika mpaka ufalme wa mbinguni utakapokuwa hapa duniani, na tunaweza kuthibitisha hilo swala. Nitasoma kutoka kitabu cha Zekaria kuanzia mstari wa 14. Na hii ndiyo tauni ambayo Bwana atawapiga watu wote waliofanya vita juu ya Yerusalemu. Nyama ya mwili wao itaharibika wasimamapo juu ya miguu yao. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwamba wale watu watakaofanya vita na Yerusalemu, kwamba nyama zao zitayeyuka wakiwa wamesimama. Kwa hiyo tunaona huu ni unabii ambao haujawahi kutimia. Hakuna sehemu kwenye maandiko inaposema kwamba kuna siku watu walifanya vita na Yerusalemu, nyama zao zikayeyuka wakiwa wamesimama. Kwa hiyo hii inaongelea nabii za baadaye, nabii zinazokuja, kwa sababu ufalme wa Mungu utakuwa hapa duniani na Yesu atakuwa anatawala kutoka Yerusalemu. Na hii inaongelea vita ya nyuklia. Nitarudia. Zekaria 14 mstari wa 12. Na hii ndiyo tauni. Tunaposema tauni tunamaanisha nini? Tunaposema tauni tunamaanisha mapigo ambayo Bwana atawapiga watu wote waliofanya vita juu ya Yerusalemu. Naona tunaendelea. Nyama ya miili yao itaharibika wasimamapo juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vichwa vyao, na ndimi zao zitaharibika vinywani mwao. Kwa hiyo hii inaongelea ni pigo ambalo watu wote waliokuja kinyume na Yerusalemu. Tunapoongelea Yerusalemu hatumaanishi mji wa Yerusalemu. Tunapoongelea Yerusalemu tunamaanisha wana wa Israeli. Biblia inakwambia Yerusalemu ni watu kabla ya sehemu. Kwa hiyo Biblia mara nyingine inapokuambia natazama naliona Yerusalemu ikishuka kutoka mbinguni, haimaanishi majengo. Inamaanisha watu, Yerusalemu mpya, au wale 144,000 walioandikwa kwenye Ufunuo wa Yohana mstari wa 7. Kwa hiyo Biblia inapokuambia Mungu atawapiga na mapigo wale waliokuja kinyume na Yerusalemu, inamaanisha watu au wana wa Israeli. Kwa jina jingine wanaitwa Yerusalemu. Yerusalemu kwa Kiebrania inamaanisha mji wa amani. Kwa hiyo Yerusalemu ilikuwa ni watu kabla ya sehemu. Mungu atawapiga na tauni wale watu ambao walikuja kinyume na Yerusalemu. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha ni mapigo yale ambayo yanakuja kwa mataifa kwa wao kuja kinyume na Yerusalemu. Sasa tuone
tuone hao watu waliokuja kinyume na Yerusalemu. Nimeshakwambia Yerusalemu ni watu kabla ya sehemu. Unaposema Yerusalemu unamaanisha ni wana wa Israeli. Unaposema kwamba Mungu atawapiga na tauni watu waliokuja kupigana na Yerusalemu, anamaanisha wale watu waliokuwa wanawatesa wana wa Israeli. Tutaenda kuona kwa kitabu cha Yoeli moja ni hao watu waliwafanyiaje wana wa Yerusalemu au Yerusalemu yenyewe. Tutasoma Yoeli 3:1. Kwa maana angalieni siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu. Kwa hiyo tunaona Mungu atayarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu. Ndio maana nikakwambia Yerusalemu ni watu kabla ya sehemu. Kwa hiyo yale mataifa yaliyokuja kinyume na Yerusalemu inamaanisha yale mataifa yaliyowachukua mateka wana wa Israeli. Tunapoongelea mateka tunamaanisha nini? Tunapoongelea mateka tunamaanisha utumwa. Kwa hiyo wana wa Israeli kipindi fulani katika historia walienda utumwani. Tunapoongelea huu utumwa tunaongelea utumwa gani? Ni ule utumwa ambapo wazungu walikuja kuwachukua tunasema manigro huko Afrika wakawapeleka utumwani, hasa watu wanaoishi Afrika ya Magharibi. Ule utumwa uliotokea kwa watu wanaoishi Afrika Magharibi, Kongo, Brazzaville na Congo Central Republic, ulikuwa umetabiriwa katika vitabu vya manabii. Sasa huo uovu ambao ulifanyiwa kwa Yerusalemu ndio Mungu anajiandaa kulipiza kwa mataifa. Kwamba anakwambia moja kati ya yale mapigo ni kwamba watu watayeyuka wakiwa wamesimama. Ni kitu gani kitakufanya wewe uyeyuke ukiwa umesimama? Hapa Biblia ilikuwa inaongelea vita ya nyuklia. Vita ya nyuklia ukiangalia kwenye research mbalimbali na documentary au ukiangalia kwenye movie wanakuonyesha bomu la nyuklia linapolipuka watu huwa wanayeyuka wakiwa wamesimama. Unayeyuka unabaki mifupa. Kwa hiyo Zekaria 14:12 inapokuambia Mungu ataleta tauni watu watayeyuka wakiwa wamesimama, hapo inaongelea ile vita ya tatu inayokuja, vita ya nyuklia. Endelea. Nyama ya mwili wao itaharibika wasimamapo juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vichwa vyao, na ndimi zao zitaharibika vinywani mwao. Tena zitakuwa siku hiyo ya kwamba mashaka makubwa yatatokayo kwa Bwana yatakuwa kati yao, na kila mmoja wao atakamata mkono wa jirani yake, na mkono wake utauinua ili kushindana na mkono wa jirani yake. Kwa hiyo hii inakwambia au huu ni unabii wa ile vita ya tatu ya nyuklia inayokuja. Vita ya tatu ya nyuklia inayokuja. Hiyo vita ipo kwenye vitabu vya manabii. Nabii kama hizi uwezo ukazisikia kanisani, wala kwa pasta wako anayetaka kula sadaka zako, wala kiongozi wako wa dini yoyote. Hawa ndio watu wanaowasha taa alafu hapo wanaziweka chini, wanaziweka chini ya kitu. Tasoma Mathayo 5 mstari wa 15. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali tu juu ya kiango, nayo yawaangazia wote waliomo nyumbani. Tunapoongelea kuwasha taa tunamaanisha nini? Tunapoongelea kuwasha taa tunamaanisha ni wewe unapolipokea neno la Mungu
halafu unaificha ile karama yako ndani. Kuificha karama yako ndani kuko kwa aina nyingi. Wewe unapokuwa mchungaji, una kanisa lako lina familia ya watu kama 20, kila siku miaka nenda rudi unawahubiria watu hao, kwa sababu watu wanaoenda kanisani ni watu wanaojulikana. Kwa mfano, mchungaji ana kanisa la watu 20, kaya za watu 20. Hao watu ndio wanawajua na kila siku wanawahubiria wao. Jumapili kwenda Jumapili watu wale, familia ya fulani, familia ya fulani. Huko ni kuwasha taa na kuiweka chini ya kitu. Unapowasha taa unaiweka juu ya kitu ili kila mtu akaone. Ndio maana Yesu aliwaambia, enendeni njia panda mkaihubiri Injili, kwa sababu njia panda kuna watu mbalimbali wanakuja. Hapo ndipo unapowasha taa na kuiweka juu ya kitu ili kila mtu aone. Wewe unapokuwa unahubiri familia za watu 10 kwenye kanisa lako, watu wale Jumapili kwa Jumapili, miaka nenda rudi, ndio maana hata dharau zinaanzia hapo na masengenyo mbalimbali. Kwa hiyo nitaendelea. Naenda Zekaria 14:15. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa tauni ya farasi na nyumbu na ngamia na punda ya hao wafanya wote watakao kuwamo matuoni mle kama tauni hiyo. Hata itakuwa ya kwamba kila mtu aliyesalia wa mataifa yote. Sasa hii inaongelea baada ya ile vita ya 3 ya dunia, mataifa watakaosalia. Mataifa watakaosalia baada ya ile vita ya 3 ya dunia, nini kitawapata? Waliokuja kupigana Yerusalemu watakwea mwaka baada ya mwaka ili kumwabudu mfalme na Bwana wa majeshi, kuishika sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo hii pia inakuonyesha ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani. Ufalme wa mbinguni utakujaje? Ufalme wa mbinguni utakuja baada ya vita 3 ya nyuklia. Tunajuaje? Tunajua hivyo kwa sababu Mungu ameongelea ile tauni au lile pigo ambalo watalileta kwa watu wote wakao hapa duniani, kwamba nyama zao zitayeyuka. Na ukisoma kwa makini utaona ya kwamba hiyo inaongelea vita ya nyuklia. Endelea. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. Kwa hiyo hii pia inakuonyesha kwamba ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani, na mataifa wote watakwea kwenda Yerusalemu kumwabudu mfalme wa Wayahudi. Na Biblia inaendelea kufafanulia kukwambia watu ambao hawatakwea kwenda kumwabudu mfalme wa Israeli watapigwa na tauni. Kwa hiyo hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha kwamba ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani, hautakuwa sehemu ambako tutakuwa tunaelea tunaimba sifa. Ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani. Kwa hiyo swala la unyakuo linaingiaje hapo? Tumeona ya kwamba ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani na mataifa wote watawatumikia wana wa Israeli kama watumwa.
Ile swala la unyakuo linaingia hapa. Watu kuna watu, baadhi ya idadi ya watu tunaita wateule kutoka kila kabila la Israeli ambao ni 144,000. Hawa watanyakuliwa baada ya hapo. Ndio maana maandiko yanakuambia, nikaiona Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni. Ile Yerusalemu mpya haimaanishi ni majengo. Nimeshakwambia Yerusalemu ni watu kabla ya ijawa sehemu. Kwa hiyo anapokuambia Yerusalemu mpya ikashuka kutoka mbinguni, inamaanisha tu wale wateule kati ya wana wa Israeli waliokuwa nyakuliwa ili kuepuka ule uovu ulionenwa kwenye Ufunuo wa Yohana 7 watashuka. Baada ya hapo ufalme wa mbinguni utaanzishwa hapa duniani. Ufalme wa mbinguni hautakuwa sehemu fulani tunaimba sifa na ujinga kama huo. Ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani, na Yesu atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma.